الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dada zangu katika iman, saumu makbul. Tutaendelea na darsa yetu na leo hii nitazungumzia kuhusu athari ya saum na ulezi wa nafsi katika mwezi wa Ramadhan. Dada zangu katika iman, anasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Quran, suratul Baqara aya ya 183, baada ya audhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mmelazimishwa yani mumelazimishiwa yani saum kama yani walivyolazimishiwa waliokuwa kabla yenyu ili mpate uchamungu. Dada zangu katika imani, aya hii iko wazi kabisa kwetu kama Waislamu, na kumaanisha sisi kama Waislamu tumewekewa sheria ya saum ili kuzitengeneza nafsi zetu ziwezi kujikinga na matamanio na kutukuzwa kuliko wanyama wanaofuata hisia na matamanio yao tu. Na huku kuandikiwa au kulazimishiwa saum ni kama walivyolazimishiwa umma zilizotangulia, na sababu kubwa ya sisi na umma zilizotangulia yani kulazimishiwa kufunga ni ili tupate uchamungu na nafsi zetu ziongoke ziwe safi. Dada zangu katika imani, saum ni hospitali ya muda ambayo kila mgonjwa hupata tiba ya ugonjwa wake. Mgonjwa wa ubakhili huponywa kwa ihsan, na mgonjwa wa shahwa na anasa huponywa kwa kiu na njaa, na mgonjwa wa njaa na umaskini huponywa katika kushiba na kufanya nini? Na kutosheka. Dada zangu katika imani, miongoni mwa athari ya saum kwa Muislamu ni kwanza kabisa, yani saum, yani kufunga saum, yani husafisha nafsi ya Muislamu mfungaji, kwa sababu kule kufuturu na kuacha kula kuna amuliwa na wakati maalum, na hivyo nafsi inakuwa na mazoea ya kutosheka, na katika hilo sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inadhihirika kwa Muislamu mfungaji, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa yani usiku bila kula chochote, kama yani alivyosimulia Abdullah bin Abbas, sahaba huyu mtukufu Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa usiku mfululizo na njaa, na familia yake hawakuwa na chakula cha jioni, na mkate wao mwingi yani ulikuwa ni nini? Ni mkate wa shair. Yani mkate wa shahiri ni aina fulani ya mkate walioupenda sana. Na haya dada zangu katika imani yamesimuliwa na Albani katika Sahih at-Tirmidhi kutoka kwa Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma, na ni hadith nambari 2360. Na dada zangu katika imani, athari ya pili ya saum kwa Muislamu ni kwamba saum humfundisha Muislamu kuwa na uwezo wa kujidhibiti na kupinga yani matamanio yake, na katika hayo yani anapata hadhi au cheo ya mwenye kufunga na kuswali. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mumin kupitia tabia yake njema anapata hadhi au cheo ya mwenye kufunga na kuswali. Haya yamesimuliwa na Albani katika Sahih at-Targhib kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, na ni hadithi nambari 2643. Dada zangu katika imani, athari ya tatu ya saum kwa Muislamu ni kwamba saum ni subra kutokana na matamanio na dhambi. Kwa hiyo mfungaji anayejiepusha na dhambi anapata raha ya subra juu ya yale yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na yale yaliyohalalishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa uvumilivu, njaa na kiu.
Dada zangu katika imani, athari ya nne ya som kwa Muislamu ni kwamba som pia ni njia ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa baraka, kwa sababu kujiepusha na kula, kunywa na vitu yani vinginevyo vinavyofungua som ni mojawapo ya baraka kubwa na tukufu sana. Kujiepusha na kula na kunywa na yote yale yanayofungua yani som kwa muda mrefu hudhihirisha yani value au thamani ya Muislamu kwa Mola wake, kwani baraka hizi hazijulikani na zikiondoka au zikipotea ndio hujulikana, na kwa hiyo inapelekea Muislamu mfungaji kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa baraka hizo. Kwa hivyo dada zangu katika iman, mfungaji Muislamu anapofungua saumu yake hupata raha kubwa katika yani kinywaji baridi na kuondosha kiwi yake pamoja na chakula ambacho humfanya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hii inadhihirika wazi pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara aya ya 183, anasema Allah subhanahu wa ta'ala baada audhu billahi minash shaitani rajim, walitukabbiru llaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, na mumtukuze Allah subhanahu wa ta'ala kwa uongofu yani aliokuongozeni na akawapa taufiki njema ili mupate kufanya nini? Kumshukuru. Dada zangu katika iman, haya yanapatikana katika kitabu cha fadhila za kufunga na kutekeleza swala za tarawih cha Said Al-Qahtani, ukurasa wa 33, sehemu ya nini? Sehemu ya kwanza. Dada zangu katika iman, yani hapana shaka kuwa mwezi wa Ramadhan ni hatua muhimu katika kuelimisha nafsi. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa kuzitakasha yani nyoyo kutokana na madhambi na kusamehewa makosa yetu, kisha kutu kuondolewa kwenye nyoyo. Na kwa hivyo dada zangu katika imani, tunapaswa kutumia vyema mwezi wa Ramadhan ili tutoke katika mwezi huu bila yani madhambi, kwani ni nani anayejua, inaweza kuwa pengine ndio Ramadhani yetu ya mwisho katika maisha yetu. Tujitakase dada zangu katika imani na madhambi yetu kabla mauti hayajatufikia. Dada zangu katika imani, kwa bahati mbaya, baadhi ya watu wanaokaribisha yani mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kama kawaida tu, na hata kutotofautisha na miezi mingine, na wanaichukulia siku ya kufunga kwao kuwa ni siku ya kufuturu. Pia kuna wanaojua fadhila na umuhimu wa mwezi huu, lakini hawaukaribii kwa toba ya kweli na nia thabiti ya kuwa waadilifu wakati wa mchana na usiku wake, bali wanaukaribisha na kuuchukulia tu kama miezi mingine ya kawaida. Dada zangu katika imani, miongoni mwa baadhi tu ya sifa za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, yani zinazopelekea katika ulezi wa nafsi zetu. Dada zangu katika iman, kwanza kabisa ni sifa ya kwanza katika sifa hizi za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani zinazopelekea katika ulezi wa nafsi yetu ni kwamba mwezi huu unaifundisha nafsi juu ya namna ya kuifikia uchamungu. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na yale yaliyomchukiza na kumtii ni miongoni mwa malengo ya juu kabisa ya kulazimishwa saum juu yetu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Quran katika suratul Baqara aya ya 183, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mmelazimishiwa saum kama waliolazimishiwa kabla yenu, ili mfanye nini? Ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yani dada zangu katika iman, sifa ya pili ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan inayopelekea katika ulezi wa nafsi zetu kama Waislamu ni kwamba mwezi huu
unaofundisha nafsi kutubu. Kwa muda wa mwaka mzima, dada zangu katika imani, mja hubeba mgongoni mwake madhambi na maasia mengi na kuingia katika madhambi mengi yanayoangamiza nafsi na kuichukulia kirahisi tu na kutumbukia humo, basi nafsi zetu zinakuwa na giza. Imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu kwamba mwenye dhambi huwekwa doa juu ya moyo wake, na akiomba msamaha na akatubia, kisha akarejelea tena ile dhambi, huongezeka doa lile mpaka ukawa kutu katika nafsi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Quran, Surat Al-Mutaffifin aya ya 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bali waliokuwa wakiyachuma yametia kutu juu ya nyoyo zao. Dada zangu katika imani, haya yanapatikana au yamepokewa na At-Tirmidhi. Dada zangu katika imani, weusi wa moyo Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe nayo, unadhihirika katika viungo vya mwili. Kwa ajili ya hiyo, matendo mabaya yanayofanywa na mja, unakuta mkono unatembea gizani, mguu unatembea gizani, na macho yanatembea kama mnyama kipofu, kwa sababu ya moyo kugeuka kuwa mweusi kutokana na nini? Na dhambi. Kwa hiyo kutubu na kupata msamaha ni miongoni mwa sifa muhimu za nidhamu ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na bila ya mja kusamehewa dhambi zake, mja anapata vitisho vikali sana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yamethibitishwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Abi Huraira radhiallahu anhu. Fa'an Abi Huraira radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghma anf rajulin dhukirtu indahu falam yusalli alayya wa raqmu anfu rajuli dakhala alayhi ramadhanu thumma insalakha qabla an yughfara lahu wa raghima anfu rajul adraka indahu abawahu alkibara falam yudkhilahu aljanna, rawahu At-Tirmidhi. Kutoka kwa Abi Huraira radhiallahu anhu amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, amepata hasara mtu ambaye nimetajwa asinisalie, na amepata hasara mtu ambaye imeingia Ramadhan na kisha ikaondoka bila yeye kusamehewa, na amepata hasara mtu ambaye amewakuta wazazi wake wawili wazee na wala wasiwe sababu ya yeye kuingia peponi. Hadithi hii imepokewa na At-Tirmidhi. Dada zangu katika imani, Ramadhan ni fursa adhim iliyojaa rehma na msamaha, na yote haya yanapatikana kwa urahisi kwa sababu mashetani waasi ambao ndio vizuizi katika kupata rehma na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, wote wanakuwa wamefungwa minyororo. Pia Allah subhanahu wa ta'ala huwakomboa anaowataka kila usiku kutoka katika moto wa Jahannam, na pia milango ya pepo hufunguliwa na milango ya moto hufungwa. Katika hali hiyo, dada zangu katika imani, ikiwa rehma na msamaha itakuwa haijatufikia katika mwezi huu wa Ramadhani, basi ni lini tutasamehewa na kupata rehma za Allah subhanahu wa ta'ala? Na ni lini mja ambaye hana thamani katika mwezi huu wa Ramadhani atakuwa na thamani au atakuwa na value? Na ni lini mwenye maradhi ya kughafilika na ujinga atarekebika? Dada zangu katika imani, sifa ya tatu ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani inayopelekea katika ulezi wa nafsi zetu kama Waislamu ni Muislamu kujiepusha na kuwadhuru watu, na Waislamu kadhalika kusalimika kutokana na ulimi na mkono wake. Dada zangu katika imani, Muislamu hatakiwi kufunga saumu yake huko akijishughulisha na mambo yasiyomhusu, huku akijishughulisha na kutukana, huku akijishughulisha na kusema uongo. Liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junna fa idha kana yawmu sawm ahadakum fala yarfut wala yaskhab fa in sabahu ahad au qatalahu
falyaqul inni saim, rawahu al-Bukhari. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema saum ni junna, yani saum ni ngao, saum ni kinga. Basi anapokuwa amefunga mmoja wenyu asiseme maneno machafu wala asipaze sauti yake kumtukana mtu au kupigana naye au kumuua, basi aseme nimefunga. Dada zangu katika imani, miongoni mwa mambo yanayomkurubisha mja kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala ni msamaha wake kwa watu na upole wake kwa watu na kuwateremshia watu mbawa yake. Anasema Aisha radhiallahu anha, fa'an Aisha radhiallahu anha annaha qalat ya Rasulullahi araita in wafaqat laylatal qadr ma ad'u qala taqulina Allahumma innaka al-afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Yani anasema Aisha radhiallahu anha kwamba alimuuliza Mtume, ewe Mtume, inapofika yani usiku wa Lailatul Qadri yani niombe nini? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Aisha, omba ewe Mwenyezi Mungu, wewe ni mwingi wa kusamehe na unapenda msamaha, basi nisamehe. Jambo la ine, sifa ya ine ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani katika ulezi wa nafsi ni kujisalimisha, Muislamu kujisalimisha, mfungaji Muislamu kujizoesha kuhisi umoja wa taifa au umoja wa umma. Dada zangu katika imani, katika nukta hii ni kwamba tunapofunga saumu yetu na kufungua kwa yale aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wema na neema zake, yatupasa tukumbuke pia ndugu zetu maskini wanaotaabika kila mahali, ikiwemo katika ardhi ya Palestine, katika ardhi ya Rohingya, katika ardhi ya Kashmir na maskini walio karibu nasi. Tuwakumbuke kwa hali na mali na dua, na pia tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya afya njema, kwani miongoni mwa umuhimu wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni hisia ya umoja wa umma na utiifu wa pamoja, kwani lau kama Allah subhanahu wa ta'ala angelimjalia kila mmoja wetu kufunga siku 30 peke yake, yeye mtu mmoja peke yake, na kuswali siku 30 peke yake, yani yeye peke yake kama ibada yake yeye peke yake, ingelikuwa bila shaka jambo gumu sana kulitimiza kwetu sote. Ndiposa akaifanya Ramadhani saumu ya Ramadhani kuwa ni utiifu wa pamoja, yani katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ili washindani wenye kushindana baina yetu sote Waislamu katika matendo mema ya haki yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndivyo dada zangu katika imani alivyo warahisishia umma bora wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutenda mema katika mwezi wa mtukufu wa Ramadhani, tofauti na miezi mingine. Dada zangu katika imani, sifa ya tano ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani inayopelekea katika ulezi wa nafsi zetu kama Waislamu ni kujizoesha kuamka mapema usiku. Dada zangu katika imani, pahala pazuri pa wacha Mungu. Mwenye furaha ni yule ambaye anajinufaisha na msimu au period hii ya mwezi wa Ramadhan kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada mbalimbali kama vile ibada ya umra, ibada ya itikaf, ibada ya tarawih, ibada ya qiyamul layl na kadhalika. Ni ajabu dada zangu katika imani iliyoje katika kesha za mwezi mtukufu wa Ramadhani, nyoyo za waja zinanyenyekea kwa uzuri wa mandhar na raha ya iman na machozi yakitiririka. Basi tutahadhari sana na kughafilika, tutahadhari sana na uvivu na kupuuza ibada zetu katika mwezi mtukufu uliojaa rehma, uliojaa maghfira, uliojaa ukombozi kutoka katika moto. Na kupuuza ibada sio katika tabia, dada zangu katika imani, ya watu wema, bali watu wema huita daima, kama ilivyokuja katika suratu Taha katika Quran aya ya 84, waajiltu ilaika litarda, nami nimeharakisha kwako Mola wangu mlezi ili uwe radhi. Uwe radhi kwa nini? Ili uwe radhi na
kwa maneno na vitendo na imani yangu. Dada zangu katika imani, kwa kuwa som ni aina ya shule kwa Muislamu, na kwamba anatoka humo akiwa ametakasika, moyo wake ukiwa umesafishwa, roho yake ikiwa imetakasika, na akili yake ikiwa imetahirika. Hayo yote ni thawabu na akiba ya mja katika safari yake ya kwenda kwa Mola wake mtukufu. Allah subhanahu wa ta'ala, tubariki kwa matendo mema katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, na ututakabalie dua zetu, na ujaze nafsi zetu uaminifu na upendo wako, na tuwe daima ni wenye kukukumbuka, kukushukuru na kukuabudu. Shukran jazila wa barakallahu fikum.